Wewe ni Mkristo? Asubuhi ya leo nimekuja kukuuliza, umeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele, na wale wako katika kitabu hicho cha uzima wa milele ni wale wamebadilika, ni wale wamefanyia wokovu wao kazi, ni wale wanasikia neno la Mungu, wanahofu na kutetemeka. Mwana ni Yesu agosho. Haleluya! Je, mbinguni tunaenda? Mbinguni bado tunaenda, kwa sababu asubuhi ya leo kuna mavitabu mbinguni ambayo inaandikwa kila mtu ambaye atarithi ufalme ameandikwa. Je, umeandikwa asubuhi ya leo? Je, umeandikwa katika hicho kitabu? Kwa sababu wale hawatapatikana katika hiyo kitabu hakuna kuingia. Haleluya! Hakuna kuingia katika ufalme huo wa umilele. Katika Revelation 22 aya yake ya 12 inasema hivi: tazama, naja upesi, na ujira wangu uli pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao nguo zao wawe na amri kuendea huo mti wa uzima, na kuingia mjini kwa milango yake. Haleluya! Anakuja Yesu mwana wa Mungu. Asubuhi ya leo amekuja kutuambia ya kwamba anakuja na ujira mkononi, kulipa kila kazi, kulipa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni Mkristo, uko na miaka ngapi? Nataka kukuuliza asubuhi ya leo, Bwana akirudi, je, atakulipa nini? Kuna kitu anaweza kukulipa. Je, kuna kazi umemfanyia Mungu ya kwamba atakapokuja na ujira apate kukulipa? Ama je, umeishi maisha fugufugu, maisha ya Wakristo ambao ni majina tu, matendo hakuna? Haleluya! Na kuuliza asubuhi ya leo, je, atakapokuja na ujira, atakapokuwalipa wale ambao wamefanya kazi, je, utakuwa miongoni mwao? Je, utapatikana? Je, utaingia? Je, utahesabiwa? Je, utaitwa Bwana? Haleluya! Ama wewe ni mtumwa tu, uliokoka na uliendelea kwa dhambi, kwa hivyo bado wewe ni mtumwa wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo imempendeza Mungu atukumbushe ya kwamba siku zimeyoyoma na ujira ako nao mkononi, kulipa kila mtu kulingana na kazi yake. Haleluya! Orutagoreko nereko orutagera
guthukia wokire guthukia. Watu wakachukia Mungu kwa sababu ya matendo yako. Wengine walikuja kuharibia Mungu. Matendo yao imewatuma hata wengine wasiokoke. Tabia zao zimetuma wengine wafungiwe nje. Wamesimama kwa malango, walikataa kubadilika, wametuma wengi wasiingie. Bwana Yesu asifiwe. Ila hali hata hao hawaingii. Katika Revelation 19 ninapomalizia, inasema kukuwa na matendo kama ya Kristo. Kukuwa na matendo kama ya Kristo. Kama hatutakuwa na matendo ya Kristo Yesu. Matendo ya Kristo Yesu ni gani? Alikuja duniani kuokoa mwanadamu. Alikuja duniani ili tupate uponyaji. Kwa sababu hapa duniani kuna shida nyingi sana. Matatizo ni mengi. Masaibu ni mengi. Mahangaiko ya hapa na pale. Tangia siku ya Yohana Mbatizaji, neno inasema katika Mathayo, katika John 11:12 ya kwamba kutoka siku ya Yohana Mbatizaji ufalme huu wa mbinguni ni wa kung'ang'ania. Mwathani Jesu agocwo. Na wewe unaingia tu free. Wathiaga free style. Haleluya. Hata unawekana unavaa mavazi unasema leo watajua hawajui. Mwathani arotoigwira tha. Ati ukivaa kiatu ni kanya watu wako. Lakini neno inasema ufalme huu wa Mungu wetu ni wa kung'ang'aniwa. Kutoka siku ya Yohana Mbatizaji, hii ufalme watakao utaka ni wenye wako na nguvu ya kung'ang'ana. Kila asubuhi unaamuka mapema kabla ndege wa angani waamuke waseme asante. Unajua wanaamuka mbele yetu.